Sikiliza, Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Cheki, yaani sio kama yeye ni nuru ya sehemu moja, yeye ni nuru ya ulimwengu. Ina maana popote alipo Yesu inatakiwa kuwe kuna mwanga. Na kwenye Yohana anasema 15 kule, kwenye Yohana 14 anasema nyinyi mkiwa ndani yangu na neno langu likiwa ndani yenu, ombeni lolote kwa jina langu nami nitalifanya. Sisi kama sisi tuko ndani ya Yesu, tunakuwaje giza tena? Unaona ilivyokaa vibaya. Kama ni binti, kama ni kijana, jaribu kutafakari hiyo. Uko ndani ya Yesu, alafu eti umegeuka kuwa giza tena. Ina maana Yesu hayuko ndani yako. Kanisa limefunikwa na giza. Kwa hiyo mchungaji, narudia, kwa hiyo mchungaji sio mchungaji, nianze ngazi ya maaskofu. Wako maaskofu ambao wamefunikwa na giza la kiroho. Wako wachungaji ambao wamefunikwa na giza la kiroho. Yaani mchungaji amebaki kuwa mchungaji jina, hana kitu. Hana kitu kabisa. Mchungaji anakuwa muongo kweli kweli. Giza limefunika kanisa la leo. Sikiliza, ukisoma historia ya kanisa, hakuna namna shetani amefanikiwa kuliharibu kanisa. Hakuna. Soma historia ya kanisa. Kuanzia mwaka 33 kanisa lilipoanza mpaka kanisa la mitume kwenye Matendo ile sura ya 6, ya 7 na ya 8, wakati wanampiga mawe Stefano, kanisa likatawanyika, Biblia inasema. Lakini kanisa lilipotawanyika, kanisa halikufa. Halikufa kanisa. Hata siku moja kanisa halijawahi kufa na halikufa. Na yeyote aliyejaribu kutaka kuliangamiza kanisa ama kutaka kuliua kanisa, huwa anakufaga yeye. Kuna watu hawajanielewa. Kasome kwa habari za Goliath, nini kilitokea? Goliath alikuwa ni giant, ni bonge la mtu. Lakini kombeo la Daudi, jiwe moja lilimuonyesha Goliath. Bado watu hawajanielewa. Sikiliza, yeyote anayehitaji kwenda kinyume na kanisa ama kulivuruga kanisa ama kuliharibu kanisa, Mungu huwa amwache huyo mtu.